Unajua kuna vitu vingine lazima tufikiri wote kwa pamoja. Ndio nikuulize, wewe na mimi tuulizane. Nataka kutueleza kwamba amerudi lini kwa mujibu wa yeye, na kweli unathibitisha alirudi? Labda kwa kifupi sana, taarifa hiyo kama unavyofuatilia wewe na mimi naifuatilia kutaka kujua ni nini. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo tarehe 6 Oktoba 2025 jijini Dodoma na msemaji wa jeshi la polisi David Misime, amesema ndugu Polepole alipewa wito wa kisheria kufika ofisini hapo kwa ajili ya kutoa maelezo kuhusu tuhuma alizozitoa kupitia mitandao ya kijamii. Ningependa kutoa taarifa kuwa bado linaendelea kumsubiri ndugu Humphrey Polepole aripoti katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai. Ndugu Humphrey Polepole alitumiwa barua ya wito kwa mujibu wa sheria za nchi aripoti katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai ili atoe maelezo kuhusiana na tuhuma mbalimbali alizozitoa kupitia mitandao ya kijamii, lakini hadi leo hajatekeleza maelekezo hayo kwa mujibu wa sheria. Jeshi la polisi limeona taarifa zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii na ndugu zake kuwa ametekwa. Tayari tumeanza kufanya kazi taarifa husika ili kupata ukweli wake. Mindi Josefu, Sky TV. Asante Mindi Josefu kwa undani wa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Mwenyekiti wa chama cha upinzani nchini Tanzania cha wananchi CUF, Profesa Ibrahim Lipumba ametoa wito wa mchakato wa uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba kutoingiliwa na vyombo vya dola. Badala yake wanataka kuona uchaguzi unakuwa bora kuliko uchaguzi zilizopita. Nora Damian na undani wa taarifa hiyo. Profesa Lipumba ameyasema hayo wakati wa mkutano wa kampeni wa chama hicho uliofanyika kwenye viwanja vya shule ya msingi Rangi Tatu kata Kibonde Maji jijini Dar es Salaam, na kusisitiza kuwa wao wanashiriki uchaguzi kwa sababu ya uzalendo, kwa kuwa wanahitaji nchi ipige hatua kidemokrasia. Sisi tuliojitokeza kushiriki katika uchaguzi ni kwa sababu ya uzalendo wetu. Tunahitaji nchi yetu ipige hatua za kujenga demokrasia. Uchaguzi wa Oktoba 29, kura zihesabiwe kama zilivyopigwa na wananchi. Sheikh Saidi akishinda atangazwe. Saidi Mng'aji akishinda Chamazi atangazwe. Zainabu Mdoro Amiri akishinda Temeke atangazwe, na madiwani wetu watangazwe. Na hivyo hivyo kura za rais zitangazwe kama zilivyopigwa. Tusiwe na uchaguzi wa 2020. Kwa uchache sana tuwe na uchaguzi utakaokuwa bora kuliko hata ule wa 2015. Profesa Lipumba akatoa pongezi kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwa kuwapa vyama nakala ya daftari la kudumu la wapiga kura, akisema hiyo ni dalili nzuri. Tume ya uchaguzi ilitupa kila chama, imetupa daftari la wapiga kura, nakala laini, soft copy ya daftari la wapiga kura katika majimbo yote ya Tanzania bara. Kwa hiyo tunaweza kujipanga, tunajua wapiga kura ni kina nani, na hii ni mara ya kwanza tumepewa daftari hilo. Hata kampeni hazijaanza, kila chama kilikabidhiwa nakala. Hiyo ni dalili nzuri. Lakini kuna watu wanavunja taratibu, wanavunja sheria. Tunatoa wito kwa tume itowe tamko la wazi
kwamba hamna mtu anayeruhusiwa kukusanya vitambulisho vya wananchi vya kupigia kura. Ni kosa la jinai. Nina ahadi nilizochukua katika vipaumbele. Naijua Mbagala, najua vichochoro vya Mbagala. Naomba kura zenu, twende tukaitengeneze Mbagala yetu. Ukienda hapa chini hapa, ukitaka utoke hapa chini, kuna njia hizi za katikati katika mitaa hazipitiki, mpaka bodaboda wanazunguka, mtu anapita mpaka zake kutafuta eneo lililokuwa jirani na yeye kabisa, Kibonde Maji hii. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Mwanachama wa ACT Wazalendo Ruhanga Mpina amesema matamanio yake makuu ni kuona anaruhusiwa kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kuonesha utofauti wa kampeni baina ya vyama vingine na kutimiza kusudio lake la kuongoza nchi baada ya kushinda uchaguzi. Ninavyoweza kusema tu kwamba ukweli ni kwamba na wagombea wetu kule tunaendelea kuwatia moyo waendelee katika kipindi hiki kigumu ambacho wagombea wengine wanamgombea wa uraisi. Vyama vingine vyote unagombea udiwani na mgombea wako uraisi anafanya kampeni. Unagombea ubunge na mgombea wako uraisi anafanya kampeni. Lakini wagombea wa ACT Wazalendo wanagombea udiwani, wanagombea ubunge. Mgombea wao wa uraisi hafanyi kampeni. Mgombea wao wa makamu wa rais hafanyi kampeni. Kwa hiyo najua dhiki walio nayo, huo upweke walio nao katika kampeni zao. Lakini tuendelee kumuomba Mungu, na ni kweli kabisa, na sisi tunasikitika sana kwamba leo wenzetu wanaendelea kupanga ratiba za kampeni, lakini sisi tuko mahakamani. Tunaendelea na ratiba za kimahakama na ratiba za kimahakama, lakini wenzetu wanaendelea na kampeni. Lakini nini niseme tu, natamani sana kwamba hiki kifungo mahakama itufungulie ili tupeleke uongozi. Natamani kupeleka uongozi ambao ladha ya uongozi iliyopo katika hiki chama chetu, ladha ya uongozi tunayotamani kuipeleka haipo kwenye chama kingine chochote zaidi ya hiki chama chetu. Kwa hiyo wacha tuendelee kuomba Mungu, na mahakama inavyoenda hatujui wanaamua nini, lakini natamani sana kwamba hiki kifungo nifunguliwe ili tuingie kwenye kampeni kuhakikisha kwamba tunalipigania taifa letu. Ili taifa letu linahitaji viongozi wa aina hii. Kwa hiyo ninayo shauku kubwa ya kwenda kule, na hapa ni hiki kifungo cha mahakama ambacho tunasubiri. Kikifunguliwa basi tutaenda kwenye kampeni, na sisi tuko tayari, tulishajiandaa na tuko tayari muda wote, hata kabla ya Ijumaa kama mahakama itabadilisha, itasema itoe hukumu kabla ya hapo, sisi tuko tayari. Pande zote mbili, kwa maana ya sisi na upande wa serikali, wote tuliweza kutimiza amri ya mahakama, na tumewaambia mahakama hii leo kwamba nyaraka zote sasa ziko mbele yao, na mahakama imetuthibitishia kwamba imeziona nyaraka hizo na wamezisoma na wamejiridhisha kwamba hoja zilizoko zinajitosheleza wao kufanya uamuzi. Kwa hiyo mahakama imesema kwa kuwa hili ni shauri la dharura, na kwa kutambua kwamba uchaguzi mkuu bado unaendelea na ina uwezekano mkubwa pengine Bwana Luhaga Johnson Mpina atarudishwa kwenye kinyang'anyiro. Kwa hiyo mahakama imesema itatoa hukumu ya shauri hili kuhusu je, Luhaga Johnson Mpina anarudishwa kwenye kinyang'anyiro cha urais au la, tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka wa huu 2025 saa 8 kamili mchana hapa Masjala Kuu Dodoma. Kwa hiyo hilo ndo ambalo mahakama imesema leo. Imeona kwamba nyaraka zinajitosheleza wao kuweza kufanya uamuzi. Kwa hiyo wamesema watatumia siku hizi 3 na wao kwenda kutafakari, kusoma hoja zote na hoja kinzani na kufanya maamuzi muhimu kwa mustakabali wa taifa letu. Mtazamaji, unatazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV. Tulionayo usiku huu: wananchi wa kata ya Ipunga waeleza sababu za kuichagua CCM. Karibu tena mtazamaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni Sky TV na mimi ni Zinazire Mswima.
Wananchi wa kata ya Ipunga, jimbo la Vwawa, wilaya ya Mbozi, mkoa wa Songwe, wameeleza kuwa sababu kuu ya kuichagua Chama cha Mapinduzi CCM pamoja na wagombea wake ni maendeleo makubwa walioshuhudia katika kipindi cha uongozi uliopita, sambamba na dhamira ya kuendeleza mafanikio hayo. Taarifa ya John Kiango kutoka mkoani Songwe inafafanua zaidi. Wakizungumza na Sky TV mara baada ya kumalizika kwa mkutano wa kampeni wa mgombea ubunge jimbo la Vwawa kupitia Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Japhet Asunga, wananchi hao wamesema wameridhishwa na miradi ya maendeleo iliyotekelezwa katika sekta za elimu, afya na miundombinu. Sababu itakayonifanya kwenda kumchagua mgombea ubunge jimbo la Vwawa Japhet Ngailonga Asunga, katika miaka ya nyuma ameweza kutuboreshea kwa saizi awamu 3 alizofanya hizi. Ametuletea umeme, pia barabara ameweza kutengeneza. Kwa upande wa diwani, katika mihula mitatu naye aliyoiongoza hii, ameboresha upande wa elimu, pia upande wa afya. Zahanati imefunguliwa, pia yupo kwenye mikakati ya kujenga kituo cha afya ndani ya kata Ipunga. Hizo ndo sababu zinanituma ndani ya moyo wangu siku ya tarehe 29 kwenda kuwapigia kura wagombea wetu wa Chama cha Mapinduzi. Na nitahamasisha kuanzia asubuhi mpaka saa 10 jioni. Napenda kuwa na sababu ya kuja kuwapigia hawa wetu pamoja na mbunge wetu Asunga pamoja na rais wetu Samia. Nina sababu za kuwapigia kula kwa sababu wamefanya kazi zilizoonekana katika kijiji chetu cha Mpera. Moja, wameweza kutuletea umeme, tumenufaika umeme. Pia shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea zinaonekana wamezifanya. Pia wameweza kututua maji kichwani kama sisi wakina mama. Maana huko nyuma tulikuwa tunahangaika sana, lakini kwa sasa hivi wakina mama tumekuwa na raha kwa sababu wameshatutua ndoo vichwani. Nina baadhi ya sababu ambazo zitanifanya niwapigie kula marais, bunge na diwani kwa mwaka 2025. Sababu mojawapo, upande wa madiwani wametusaidia, umeme umeendelea kuwepo katika vijiji vyote, katika kata zote. Najua hiyo ni kazi nzuri ya diwani na wabunge na marais. Upande wa mbunge wetu Asunga ametusaidia sana, kama alivyotoa msaada upande wa wafiwa, wakipata matatizo yoyote upande wa kufiwa, gari lake inatusaidia kuleta hao wafiwa kwenye vijiji vyetu, na maiti zote zinakuja kwa kutumia gari ya ndugu yetu Asunga. Hiyo ni sababu kubwa sana ambayo inatufanya tuweze kumpa kula kwa mwaka 2025. Imeondoa gharama nyingi za kusafirisha. Yeye ndo anayetoa pesa zote ambazo zinaweza zikatusaidia kutoa kwenye hilo tatizo. Zikiwa zimebakia siku 23 kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwezi huu, wafuasi na wapenzi wa vyama mbalimbali wameendelea kujitokeza kwa wingi kusikiliza sera na ahadi za wagombea wao. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Asante John Kiango kwa undani wa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuelekee jijini Tanga. Taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania TAWIRI kwa kushirikiana na TAWA na TANAPA limeanza zoezi maalum la kuvalisha tembo mikanda ya mawasiliano yenye GPS katika hifadhi ya Mkomanzi mkoani Tanga. Amina Ngahewa kutoka Arusha ana taarifa kamili. Zoezi hilo la kisayansi limeanza katika vijiji vya Goha na Mkaramo wilayani Korogwe mkoani humo, ambapo imebainishwa kuwa mikanda hiyo itasaidia wataalamu kupata taarifa kwa haraka pindi tembo wanapotoka hifadhini na kuweza kuchukua hatua za haraka kabla ya kuleta madhara. Tuna changamoto wakulima, tuna changamoto wafugaji, na tunasababishwa na hao wanyama hasa tembo. Wanapita usiku kwenye maboma, wanawavamia ng'ombe wanatoroka, wanaendelea kuvuruga kwenye maboma. Kwa hiyo kwa zoezi hili la serikali kutuletea huduma hii, angalau kuwapunguza
ile wingi wa tembo. Tunashukuru sana. Sasa tunashukuru serikali yetu kwa sababu tumekuja kwenye kilio ya tembo. Tulikuwa tumeuawa. Sasa hivi hatuna mume, hatulimi, ambaye anaweza na ambaye hawezi. Lakini kwa kazi hii ambayo umefanya, sisi kama wananchi wa Makayo tunawashukuru sana. Kwa sababu tumeleta kilio kwa ukubali. Na sasa tumeona umetufanyia. Kwa hiyo tunatoa shukrani zetu kwa Mheshimiwa Rais yetu Samia Suluhu Hassan na mama yetu mkoa. Kwa hiyo tunatoa shukrani kwa viongozi wetu wote kwa sababu ile vilio ambayo tumekuja kusema na umetutendea. Zoezi la kuvalisha tembo mikanda ya GPS linaendelea ikiwa ni sehemu ya juhudi za kudhibiti migongano kati ya binadamu na wanyamapori, huku serikali ikisisitiza ushirikiano wa karibu kutoka kwa wananchi. Katika wilaya hii ya Korogwe tumekuja kwa ajili ya zoezi maalum la kuvalisha tembo visukuma mawimbi au kola. Ni ukweli usiopingika kwamba changamoto ya tembo au ya mgongano baina ya wanyamapori hasa tembo na binadamu umekuwa mkubwa. Lakini serikali ina jitihada ambazo zinaendelea kufanyika, moja hapo ikiwa ni hili zoezi ambalo mpaka sasa hivi tumefunga visukuma mawimbi 8 kwa tembo 8 wa makundi tofauti. Lakini pia serikali imejenga kituo cha askari katika wilaya hii ya Korogwe katika kata ya Mkumbara, kijiji cha Goa, ambapo wale askari wanaenda maeneo mbalimbali kwa ajili ya ya wilaya ya Korogwe kwa ajili ya kuhakikisha wananchi na mali zao hasa mazao wanakuwa salama. Lakini mbali na hilo pia askari wanyamapori wa vijiji wamepewa mafunzo, ambapo wilaya ya Korogwe na kwenyewe wapo walioenda katika chuo chetu cha Likuyu Sekamaganga kwa ajili ya kupatiwa mafunzo ya mbinu mbalimbali za kupambana na wanyamapori wakali na waharibifu, pamoja na kutumia vitendea kazi mbalimbali ikiwemo mabomu baridi kwa ajili ya kuhakikisha wananchi na mali zao wanakuwa salama. Amina Ngahewa, Sky TV. Mgombea ubunge jimbo la Geita mjini kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM, Mhandisi Chacha Mwita Wambura maarufu kwa jina la Waja, ametoa ahadi yake ya kuboresha shule za umma ziwe zinafanana kama shule anazozimiliki, kwa lengo likiwa ni kuhakikisha watoto wanapata elimu bora. Mwandishi wetu Michael Francis Bundala ana taarifa zaidi. Ni ahadi ameitoa wakati akizungumza na wananchi wa Ihanamilo waliopo jimbo la Geita mjini. Mhandisi Chacha Mwita Wambura, bali na kuwa mgombea ubunge, yeye ni mwekezaji katika sekta ya elimu mkoani Geita, ambapo kwa uzoefu wake wa kuendesha shule anaamini atazibadilisha shule za umma ili watoto wapate elimu bora kwenye shule za umma. Tunaenda kuhakikisha hapa Ihanamilo tunaboresha, tunahakikisha walimu wanatosha, madarasa yanatosha, madawati yanatosha, ili mazingira yawe mazuri ya mwanafunzi kujifundishia. Kwa hiyo niwaambie na niwahakikishie, swala la elimu kwangu mimi ni kipaumbele. Naomba tupige makofi kwa elimu. Na niwaombe watu wa Ihanamilo, hakikisheni kama una mtoto anasoma na anaenda shule. Mnajua kabisa elimu ni nini? Elimu ni ufunguo wa nini? Elimu ni ufunguo wa nini? Sasa kama elimu ni ufunguo wa maisha, tuhakikishe watoto wetu wanaenda shule. Tutaziboresha shule, tutahakikisha elimu inatolewa nzuri, ile elimu inayotolewa Waja itolewe na hapa Ihanamilo, ili watoto wetu wapate elimu iliyo bora. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Geita Barnabas Mapande amewaomba wanageita kukichagua chama hicho kwa kuwa mgombea urais Dr. Samia Suluhu Hassan ameshatengua kitendawili cha changamoto ya maji iliyokuwa inasumbua kwa muda mrefu. Wakati Dr. Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani, Mheshimiwa Manili, ninataka niwaambie jambo ambalo kimsingi nyinyi wewe ulikuwa mjumbe wa kamati kuu. Ilani ya uchaguzi ya mwaka 2005 ilizungumza maji yatatoka Senga, yatakuja kwenye mji wa Geita na maji yatatirika kwenye kata zote za mji wa Geita. Tangu 2005 haikufanyika hivyo. Ilani ya uchaguzi ya mwaka 2010 ikaandika maji yatatoka Senga, yatakuja kwenye mji wetu wa Geita na yanasambaa kwenye kata zote. Haikufanyika hivyo.
Mwaka 2015 ilani ya uchaguzi ikaeleza kwamba maji yatatoka Senga yatakuja kwenye mji wa Geita. Mheshimiwa Manili, ilani ya uchaguzi iliandika, lakini hakuna jambo limefanyika. Mapinduzi makubwa yakaja na Dr. Samia Suluhu Hassan. Ameingia madarakani, ndani ya miezi 6 ikatangaza tenda kwamba fedha zimepatikana bilioni 124, maji yatatoka Senga yatakuja kwenye mji wa Geita, maji yatasambaa kwenye kata zote 13 za mji wa Geita. Mshomani. Na maji hayo ndugu zangu, kwa tathmini iliyofanyika, manispaa ya Geita yote inaweza ikatumia lita milioni 22. Maji yanayotoka Senga yatakuwa lita milioni 43. Maana yake maji haya yatakwenda mpaka Buyagu, mpaka kote wa Mgasa yatakwenda maji haya. Chama cha Mapinduzi CCM kinaendelea na kampeni za uchaguzi mkuu, na Oktoba 29 mwaka huu ndio siku ya kupiga kura. Michael Francis Bundala, Sky TV. Jamii imehimizwa kutowanyanyapaa watu wenye changamoto ya afya ya akili na kuacha kuwaita majina yasiyokubalika. Wito huo umetolewa na mtaalamu wa afya ya akili wakati wanachama wa klabu ya Lions Dar es Salaam walipoidhinisha siku ya huduma duniani kwa kutoa misaada ya elimu ya afya ya akili kwa watoto yatima ili kuwapa uelewa kuhusu changamoto hiyo. Na hii unyanyapaa inatokana na vitu mbalimbali ikiwemo lugha pia. Mara nyingi tunakuta watu wenye changamoto za afya ya akili wanaita watu majina ambayo hayakubaliki. Na sipendi kuita hayo majina, lakini nitasema ili watu waelimike. Nikiwa natembea katika warsha kama hizi au kuelimishana, na nimekuta majina yasiyokubalika kabisa, mtu ambayo mwenyewe hatapenda kuita, kama vile chizi, kichaa, sijui dishi imeyumba, sijui friji haigandishi, sijui zezeta. Yani ziko nyingi tu, yani mpaka nashangaa hayo majina yanatoka wapi. Wito wangu kwa jamii, tusiwabague. Lugha ndio kitu cha kwanza kinachoanza kubagua. Mbona watu wenye magonjwa mengine mtu kama ana saratani, mbona hatumuiti weke kisaratani njoo hapa? Au mtu mwenye changamoto ya sukari, mbona hatumuiti weke sukari njoo hapa? Basi hata watu wenye changamoto ya afya ya akili tusiwe tunawaita majina yasiyokubalika ambayo kesho yasije yakaturudia sisi. Maana hao watu unaweza ukakuta walikuwa wana jamii wazuri tu, wanachangia jamii, na leo wamekuwa na changamoto, inabidi tuwasaidie, tusiwabague na tuwaelimishe wapate huduma ili waweze kuwa wanahisa wazuri wa jamii tena, na afya ya akili inatibika. Tumetoa kwa watoto hawa ufahamu wa akili, afya akili. Tumewaeleza vizuri, tunasherehekea siku ya kuzaliwa kwa shehe wetu Sayyidna Mufwada Saifuddin, na baadaye wanasherehekea watu wa Aga Khan, vile Aga Khan anasherehekea siku ya kuzaliwa yake, na wote duniani wanasherehekea Diwali na siku mwaka yao mpya. Hiyo tunaisherehekea yote pamoja katika mwezi huu wa Oktoba, na hivi tunaisherehekea yote. Tunaomba kwamba hawa watoto watafurahi, na leo tunawaletea zawadi, tumegawa zawadi na chakula, na baadaye vile kama wana mahitaji yote tutawasaidia. Furaha zetu ni kama hivi kuwaona wageni wakitutembelea. Sisi tunafurahi sana katika kuwalea hawa watoto. Lakini tunatoa wito kwa watu mbalimbali kututembelea vijana hawa mayatima. Kituo kina watoto takriban 65. Changamoto zetu ni chakula, kwa sababu kituo si cha serikali, ni cha mtu binafsi, na mtu binafsi yeye anazunguka mbalimbali kwa viongozi mbalimbali ili mradi kuhakikisha watoto wanakula. Kwa changamoto yetu kubwa ni chakula na umeme. Hizo ndio changamoto zetu kuu ambazo tunapambana nazo. Mtazamaji, tunahitimisha katika habari za kitaifa, na sasa tunapata mapumziko mafupi. Tukirejea tunaungana na Godinless Gaspar katika habari za biashara na uchumi.
Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Biashara na uchumi. Za biashara na uchumi. Jina langu ni Godilness Gaspar. Mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania imesema kumekuwa na ongezeko kubwa la uwekezaji katika kipindi cha robo ya kwanza ya mwaka wa fedha 2025-2026. Akizungumza na wanahabari leo, mkurugenzi mkuu wa TISEZA Gilead Terry amesema miradi iliyosajiliwa mamlaka hiyo ni 201 yenye thamani ya fedha za kitanzania trilioni 6.18 ambayo inatarajiwa kuzalisha ajira 20,808. Na kwamba licha ya kwamba taasisi bado ni mpya katika miezi mitatu ya kwanza, matokeo haya yanaonyesha kwamba ni mwendelezo chanya wa uwekezaji nchini ukilinganisha na mwaka 2021 ambapo tulikuwa na miradi 256 kwa mwaka mzima. Mwaka huu tumekuwa na miradi 201 katika robo tu ya kwanza ya mwaka. Lakini pia katika mamlaka mpya tuna wawekezaji wa aina mbili. Wawekezaji wanaowekeza kwa ajili ya soko la ndani, lakini pia wawekezaji wanaowekeza kwa ajili ya soko la nje. Na wale wanaowekeza kwa ajili ya soko la nje, kwa asilimia zaidi ya 80 tumesajili miradi 8 ambayo ina wastani wa mtaji wa dola za Kimarekani milioni 97.83 inayotarajiwa kuzalisha zaidi ya ajira 2607. Lakini pia miradi hii inatarajia kuingizia taifa fedha za kigeni dola za Kimarekani 127 milioni kila mwaka. Miradi 5 ikilinganishwa na 3 katika mwaka wa fedha uliopita. Kumekuwa na ongezeko kubwa la mitaji katika mwaka huu wa 2025 kama mnavyoona kwamba katika mwezi Julai hadi Septemba mwaka 2025 miradi 201, mitaji kwa fedha za kitanzania trilioni 6.18, lakini pia zaidi ya ajira 20,808. Kwa hizi ni takwimu ambazo zinatia moyo na tunawapongeza sana wawekezaji wetu wote wa nje na wa ndani. Lakini kumekuwa na ongezeko kubwa la ushiriki wa Watanzania kutokana na kupanda kwa miradi ambayo inamilikiwa na Watanzania kutoka miradi 70 ambayo ni sawa na asilimia 27 ya miradi yote iliyosajiliwa katika kipindi cha mwaka uliopita hadi kufikia miradi 74
sasa na asilimia 35 katika robo ya kwanza ya mwaka huu, ambao ni sasa na ongezeko la asilimia 5.7. Na hili ningependa kuonyesha kabisa kwamba katika uongozi wa serikali ya awamu ya 6 kumekuwa na ongezeko kubwa sana la Watanzania ambao wanamiliki miradi ya kiuchumi katika nchi yao. Kabla ya hapo, kabla ya mwaka huu, Watanzania wengi waliokuwa wanamiliki miradi ilikuwa chini ya asilimia 10. Sasa hivi kama tunavyoona, ubia wa wageni na Watanzania takriban asilimia 48 na miradi ya wageni ni asilimia 52 pekee. Kwa hiyo Watanzania wameendelea kuwa wawekezaji wakubwa wakifuata dhamira pamoja na maboresho ya sheria yanayofanyika chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na sasa tutazame viwango vya fedha kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT, ambapo leo Oktoba 6, 2025 dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2,000. Biashara na uchumi. Asante Godniles Gaspar kwa undani wa taarifa za biashara na uchumi. Na moja kwa moja mtazamaji, tunaungana na Pius Jayunga katika mkusanyiko wa habari za kimataifa, ambapo huko kubwa zaidi ni kundi la M23 laonekana kujimarisha mashariki mwa DRC. za kimataifa. Hizi ni habari za kimataifa. Karibu, naitwa Pius Jayunga. Waasi wa M23 wanaonekana kuimarisha utawala wao kisiasa na kiuchumi katika maeneo waliyoyateka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hizi za M23 zinachukuliwa hasa wakati huu makubaliano ya amani yakishindwa kutekelezwa ipasavyo huko mashariki mwa DRC. Kundi hilo linaloungwa mkono na Rwanda, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, limekuwa likiajiri maafisa na kutoza kodi, kutoa mafunzo kwa majaji, wanajeshi na polisi katika jitihada za kutengeneza utawala ulio sambamba na uongozi wa serikali ya Kinshasa. Eneo la mashariki mwa DRC lenye utajiri mkubwa wa madini limekumbwa na migogoro kwa zaidi ya miongo mitatu na kusababisha maafa makubwa. Mgogoro ulioongezeka baada ya kuibuka tena kwa M23 mwaka 2021, ambapo mapema mwaka huu kundi hilo lilichukua udhibiti wa miji muhimu ya Goma na Bukavu. Taarifa nyingine ni kwamba katika kile kinachoonekana kama kimbunga kipya cha kisiasa nchini Ufaransa, waziri mkuu mpya Sebastian Lecornu amejiuzulu siku chache tangu kuteuliwa kushika wadhifa huo na chini ya mwezi mmoja tangu kuingia madarakani. Ikulu ya Elys imethibitisha Jumatatu kwamba Rais Emmanuel Macron amekubali ombi la kujiuzulu kwa Lecornu, ambaye alikuwa amechukua nafasi ya mtangulizi wake Francois Bayrou. Hatua hiyo inamfanya Macron kuwa na mawaziri wakuu wanne ndani ya mwaka mmoja pekee, hali inayodhihirisha ukosefu wa utulivu wa kisiasa katika serikali yake. Mara baada ya tangazo hilo, vyama vya upinzani vilianza mashambulizi makali. Chama cha National Rally
kinachoongozwa na mrengo wa kulia kimeitaka serikali kuitisha uchaguzi mpya wa mapema, huku chama cha mrengo wa kushoto France Unibod kikimtaka Macron naye ajiuzulu. Wakosoaji wanasema kujiuzulu kwa Macron ni dalili ya kushindwa kwa sera za Macron na kulegalega kwa uongozi wake, hasa baada ya uchaguzi wa mwaka jana uliotoa bunge lililogawanyika vibaya. Na hatimaye chama tawala nchini Japan, Liberal Democratic Party LDP, kimempata kiongozi wake mpya ambaye ni waziri wa zamani wa uchumi Sanae Takaichi. Sanae Takaichi mwenye umri wa miaka 64 ni mwafidhina mwenye msimamo mkali ambaye anatarajiwa kuwa waziri mkuu wa kwanza mwanamke nchini humo. Atahitaji kutafuta njia za kukidumisha madarakani chama chake cha kiliberali na kupata tena uungwaji mkono wa umma kwa kuchukua hatua za kushughulikia tatizo la mfumuko wa bei na kukabiliana na changamoto mbalimbali za kidiplomasia. Bi Sanae Takaichi ambaye ni mfuasi mkubwa wa maono ya kiafidhina ya waziri mkuu wa zamani wa Japan Shinzo Abe, yuko kwenye hatihati ya kupoteza ushirika wa muda mrefu wa chama cha siasa za mrengo wa kati cha Komeito kutokana na siasa zake za kiafidhina. Mwisho wa habari za kimataifa. Mimi ni Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Mtazamaji, ni wasaa wa kuelekea dimbani, na hapa studio nipo na mwana michezo Rai Saidi atakwenda kutujuza yaliyojiri kwenye michezo. Sky TV. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Sky TV. Habari za michezo na burudani.
Asante sana mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari kuendelea kutazama Sky TV. Sasa ni wasawa kuelekea viwanjani kwenda kufahamu taarifa za kimichezo. Ungana nami Lai Saidi. Kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kimewasili visiwani Zanzibar ambapo Oktoba 8 kikosi hicho kitashuka dimbani kucheza mchezo wa mwisho wa kundi E katika kufuzu michuano ya kombe la dunia ambapo Stars watakipiga dhidi ya timu ya taifa ya Zambia Chipolopolo. Wakati Tanzania inacheza mchezo wake wa kukamilisha mchezo wa mwisho kundi E ambalo Morocco hatakata tiketi ya kushiriki kombe la dunia, huko wenyeji wa michuano hiyo Marekani, Mexico pamoja na Canada na wenyeji wakiwa tayari wamekata tiketi hiyo. Kundi la Stars linaongozwa na timu ya taifa ya Morocco ambayo ina alama 21 wakati Tanzania yenyewe ikiwa na alama 10, Niger alama 9, Zambia wakiwa na alama 6, Congo yakiwa na alama 1 wakati Eritrea akiwa hana alama yoyote katika kundi hilo. Kwingineko ni kuhusiana na klabu ya Yanga leo hii imerudi kambini kuanza mazoezi ya kujiandaa na mchezo ambapo kikosi hicho kinakabiliwa na mchezo wa kimataifa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Silver Striker ya Malawi na mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara ambapo Yanga watacheza dhidi ya Mtibwa Sugar. Huku kocha mkuu wa klabu hiyo Romain Folz akiongoza mazoezi hayo ambayo yalifanyika katika uwanja wa KMC Complex pale Mwenge jijini Dar es Salaam. Kumekuwa pia na tetesi zikimhusisha kocha huyo huenda akaondoshwa ndani ya klabu hiyo, na hii ni kutokana na matokeo ya mwisho ambayo aliweza kuyapata kwa baada ya kutoa sare ya kutokufungana dhidi ya Mbeya City. Mgombea ubunge wa jimbo la Segerea kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM Bona Kamoli yameahidi kuboresha viwanja vya michezo vilivyopo katika jimbo hilo ili kuwapa nafasi zaidi vijana ya kuibua vipaji vyao. Bona ameeleza hayo wakati wa bonanza lililoandaliwa na umoja wa vijana vya jogging pale Ilala na kusema sekta hiyo ni mojawapo ya mambo yanayoenda kuyawekea mkazo. Nitakapopata ridhaa watarajie kwamba nitaendelea na michezo kama tulivyokuwa zamani, lakini pia nimeshukuru kwa sababu wapiga kura wengi sasa hivi ni vijana, na vijana kama ulivyowasikia hapa wanajihamasisha kwamba Oktoba tunatiki, na wamesema wanatiki kwa Mama Samia, ina maana wanatiki kwa CCM, kwa wabunge wa CCM pamoja na madiwani wa CCM. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana wana michezo na niwaombe waendelee. Kuna uwanja ambao uko pale Segerea ambako tulianzia unaitwa Toto Tundu. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunaufuatilia ule uwanja kwa ajili ya kuboresha ili vijana wote wanafanyia michezo pale. Tuna viwanja vingine Kiwalani. Kwa hiyo vyote tunafuatilia at least tupate viwanja vitatu. Vijana wanapenda mazoezi na vijana nimekimbia nao kama kilomita 7. Kwa hiyo ina maana vijana wanafanya mazoezi na vijana wanapenda michezo, na nimegundua kwamba vijana watatoka siku ya tarehe 29 kupiga kura. Kimataifa ni kuhusiana na timu 3 kati ya 4 kutoka Afrika zimefanikiwa kutinga hatua ya 16 bora katika michuano ya kombe la dunia la vijana chini ya umri wa miaka 20 ambayo yanafanyika nchini Chile. Wakati Misri ikiwa ndio mwakilishi pekee wa Afrika ambaye ameaga mashindano hayo, Afrika Kusini, Morocco na Nigeria zimefanikiwa ya mtoano. Imetinga hatua ya 16 kibabe kwa kuongoza kundi C licha ya kupoteza mchezo wake wa mwisho dhidi ya Mexico kwa bao 1-0. Ushindi katika mechi 2 za mwanzo dhidi ya Brazil na Hispania ulifanya Morocco kuwa mwakilishi wa kwanza wa Afrika kusonga mbele. Morocco sasa itakutana na Korea siku ya Alhamisi ambapo itakuwa ni Oktoba 9 mwaka huu kusaka tiketi ya robo finali ambayo itakutana na mshindi baina ya Italia na Marekani. Nigeria licha ya kumaliza katika nafasi 3 kwenye kundi F imeingia hatua ya 16 bora kwa kubebwa na kigezo cha kuwa miongoni mwa timu zenye matokeo bora ambazo zimemaliza katika nafasi ya 3. Sare ya bao 1-1 dhidi ya Colombia katika mchezo wa mwisho imeipeleka mikononi mwa Argentina katika mechi ya mtoano ambayo itachezwa Jumatano ya Oktoba 8 jijini Santiago. Kocha wa Nigeria Aliyu Zubairu amesema kuwa wapo tayari kucheza na Argentina. Na kwingineko ni kuhusiana na kocha mkuu wa kikosi cha Manchester City Pep Guardiola amefanikiwa kuweka rekodi mpya katika historia ya ligi kuu ya Uingereza baada ya kupata ushindi wa michezo
250 kama meneja. City walipata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Brentford na kufikisha jumla ya mechi 349 pekee kufikia alama hiyo, ambayo ni mafanikio kwa Pepe Guardiola, jambo ambalo halijawahi kufanywa na meneja mwingine katika historia ya ligi hiyo. Kwa kulinganisha, vigogo wawili wa zamani Sir Alex Ferguson ambaye alikinoa kikosi cha Manchester United na Arsene Wenger ambaye alikuwa na kikosi cha Arsenal the Gunners walihitaji zaidi ya mechi 400 kila mmoja kufikia idadi hiyo ya ushindi. Guardiola ametangaza kuwa atawaalika Ferguson pamoja na Wenger kwenye chakula cha jioni maalum kama ishara ya heshima kwa makocha hao wawili waliomtangulia na ambao wameacha alama kubwa kwenye soka la Uingereza. Taarifa hiyo inatufikisha tamati ya habari za michezo na burudani. Ni kurejeshe kwake Zinazire aweze kukamilisha ulimwengu wa habari usiku huu. Habari za michezo na burudani. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Asante Lai Saidi kwa kutujuza yaliyojiri dimbani. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo, tupate muhtasari wake. Jeshi la polisi Tanzania limesema linafuatilia taarifa za kutekwa kwa Humphrey Polepole. Na kimataifa, kundi la M23 laonekana kujimarisha mashariki mwa DRC. Na katika michezo, kikosi cha Taifa Stars kuwasili visiwani Zanzibar. Mtazamaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutwa nzima ya leo kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Zinazire Mswima. Usikose kuangalia vipindi vijavyo. Uwe na usiku ulio mwema.